Kwa hiyo hatuna budi sisi kupambana kuhakikisha kwamba watu hawa na wenyewe wanapata thamani kutoka Simba Sports Club. Nyote mnafahamu ya kwamba Jumatano tarehe 9 tuna mchezo muhimu wa kombe la shirikisho hatua ya robo finali, na sisi malengo yetu makubwa katika mchezo huo ni kushinda na kufuzu kwenda hatua ya nusu finali. Kwenye kushinda na kufuzu hasa mechi yenye umuhimu kama hii, hatuna budi kutumia kila silaha ambayo tuko nayo, na moja kati ya silaha zetu muhimu ambazo tunapaswa kuzitumia ni wachezaji wa zamani wa Simba Sports Club. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya kuwakabidhi tiketi hizo, na niseme tu kwamba uwezo wa kujinunulia tiketi kwenda uwanjani wanao, na wanaweza kufanya hivyo kwa fedha zao wenyewe, lakini sisi kama klabu tunawajibika kulipa fadhila kutokana na kazi kubwa ambayo wao waliifanyia klabu yetu. Hivyo basi tukatafuta mdau ama wanaweza kumuita mdhamini, na tukampata Robi Sportswear ambaye yeye akakubali kununua tiketi 30 za VIPB pamoja na kutoa usafiri wa kwenda na kurudi uwanjani. Usafiri kwa lengo la kwamba wasipate bugdha wakati wa kuingia uwanjani. Nyote mnafahamu mbilinge za kuingia uwanjani, vuta ni kuvute za kuingia uwanjani. Sasa kwa mashujaa kama hawa ambao wanabeba nembo ya Simba, haipendezi kwenye mechi kama hii kuingia kwa vuta ni kuvute uwanjani. Kwa hiyo Robi akatoa usafiri ambapo watakutana sehemu moja, watakaochagua wao wenyewe, wataingia kwenye basi moja ama gari moja Costa, watakwenda mpaka uwanjani, wataangalia mechi, na baada hapo watarejea tena kwenye Costa kwenye gari husika, na watarejea kwenye eneo ambalo wamelipanga na watasambana. Sisi Simba Sports Club jukumu letu jingine la msingi ni kuwapa kibali kwa maana ya car gate pass kwa ajili ya kuwawezesha kuingia uwanjani kifalme kwenda kuangalia mechi yao na kurudi majumbani kwao wakiwa na furaha ya kufuzu kwenda hatua ya nusu finali. Na tunaendelea kuhakikisha kwamba tunaenzi mchango wa wachezaji hawa wa zamani, na tayari wana umoja wao wa Simba Veterans ambao wamekuwa wakishiriki ligi ya maveterans. Na nichukue nafasi hii kuwaomba wadau mbalimbali, wafanyabiashara, watu wenye mapenzi makubwa na Simba Sports Club, kwa sababu ukipenda Simba, Waswahili wanasema ukipenda boga napenda na ua lake. Kwa hiyo ukipenda Simba maana yake unawajibika kupenda Simba senior team, kuipenda Simba ya wanawake, na Simba ya watoto, pamoja na Simba ya maveterans. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwaomba wadau mbalimbali wajitokeze kuwa support kwenye ligi yao, ili mradi wawe na mazingira mazuri kwenye ushiriki wa ligi yao. Kuna safari wanasafiri, kwa hiyo sio lazima utoe fedha nyingi sana, lakini kidogo ambacho utawasapoti kuweza kuwasaidia kufika kwenye kituo chao cha mechi, wakacheza mechi, wakarejea majumbani kwao, utakuwa umeisaidia Simba Sports Club. Na nianze kwa kuwapongeza na kushukuru Robi Sportswear kwa kukubali kubeba jukumu hili la kuanunulia tiketi pamoja na usafiri kuelekea katika mchezo wetu wa tarehe 9. Mara baada ya kusema hayo, sasa maneno yasiwe mengi sana, nikabidhi tiketi zenyewe. Na kwenye safari hii wamewakilishwa na Innocent Njovu ambaye yeye amewahi kuwa meneja wa Simba Sports Club. Unaweza kumuita Patrick Reyimam wa zamani wa Simba Sports Club. Lakini vile vile tuko naye Dua Saidi, yeye ni mshambuliaji wa zamani wa Simba Sports Club. Wako hapa kwa niaba ya wenzao kuja kupokea tiketi hii waende wakaishuhudie Simba Sports Club. Kwa hiyo tukabidhiane. Bwana anapokea mwenyekiti Njovu sawa. Kwa 30. Tuhesabu moja moja au tunaaminiana ziko 30 kutoka Robi Sportswear za VIPB. Si jukwaa linatosha linatosha kabisa. Basi msikae pale chini, kuna wahuni huwa anamwaga maji. Kaeni pembeni kidogo hapo. Sawa. Lakini pia kutakuwa kuna usafiri
Nitawapa namba ya dereva, tayari tushazungumza naye, atawachukua kwenye pointi ambayo mtaichagua nyinyi wenyewe. Mtakwenda uwanjani na baada ya mechi mtarejea kwenye gari lenu, mtarudi kwenye pointi ambayo mmeichagua. Lakini kesho tutawasiliana Dua, kwa sababu mtu wangu wa Tabata nikuletee kibali cha gari ili muweze kuingia kwa pamoja. Bana, hii hapa kutoka Robi Sportswear. Nashukuru sana. Unyama au tuzitandaze kidogo. Zionekane nini? Basi yako umeweka makaratasi. Onekane kwa ukubwa. VIPB hiyo. Kamilioni fulani hivi kameteketea. Tutajua kama walikuwa wanacheza karata. Sogea hivi njoo bwana. Bwana zenyewe. Basi Njovu, unaweza ukazungumza kidogo hapa ili Watanzania wakusikie, lakini na mchezo wenyewe huu unauzungumziaje meneja? Kwanza kabisa nashukuru Mungu kwa kuweza kutupa uhai mpaka kutimiza hili azma yetu ambayo imetuleta hapa. Jingine napenda sana kushukuru uongozi wa Simba Sports Club, maana hii heshima waliotupa ni kubwa sana mno, na hii sio mara ya kwanza. Hii nadhani itakuwa kama mwendelezo wa sisi kusaminiwa kwenye klabu ya Simba. Kila linapotokea jambo kubwa kama hili huwa tunaitwa na tunakabidhiwa kama hivi tiketi au tunasaidiwa kwenye mambo mengi, na kama alivyozungumza hapa meneja wa habari, na katika ligi yetu kuna vitu ambavyo tumesaidiwa na kama klabu na mpaka kufika hapo tulipofika, ambao tumemaliza mzunguko wa kwanza tukiwa sisi tunaongoza kwenye group letu, na mzunguko wa pili unategemewa kuanza tarehe 14. Kwa hiyo tunawashukuru sana uongozi kwa kututhamini, maana bila wao kuna vitu sisi hatuwezi kwenda. Make wao ni muhimu sana kwetu, pamoja na sisi ni muhimu kwao, lakini wao pia ni watu wa muhimu kwetu, na ndio maana kila tunapopata tatizo lolote au tunaposhida yote tunakimbilia kwenye uongozi wa klabu ili uweze kutusaidia. Kwa hiyo tunakushukuru sana meneja wa habari kwa kutuwezesha leo hii kuwa na uhakika na sisi kwenda uwanjani kifua mbele kuishangilia timu yetu. Tukija kuzungumzia kwenye timu, na imani kabisa kwa hichi tunachofanya, kwa kujiandaa kwa meneja wa habari anavyozunguka kuhamasisha watu, naamini tutajitokeza kwa wingi kwenda kuishangilia timu yetu. Na kama mnavyojua, tukijaza uwanja ni nafasi kubwa sana sisi ya kwenda nusu finali ipo. Goli 2 sio nyingi kabisa, mimi ninavyojua Simba. Tuna uwezo sisi hapa kupata hata zaidi ya goli 3. Kwa hiyo nina imani kabisa watu wajitokeze tu kwa wingi, tuna uhakika wa 100% sisi tunakwenda nusu finali. Asanteni. Asante sana. Njovu, ulihudumu pale kama meneja, ulisimamia Simba na kuongoza wachezaji katika mechi ngumu, na hii mechi iliyokuwepo mechi muhimu ya kutinga hatua nusu finali na hata Simba kuvunja historia ya kuishia robo finali. Labda neno gani linaenda kwa wachezaji? Mimi nadhani muhimu wachezaji wajue nini wanatakiwa ndani ya Simba. Unajua Simba ni kitu kikubwa sana. Ni kitu kikubwa mno. Kuichezea Simba kwanza wewe mpaka kupata nafasi ya kucheza ukaonekana, ni lazima ujisifie, maana ni timu moja kubwa sana ambayo inajulikana sehemu zote. Kwa hiyo hapa ni kuwapa tu moyo wachezaji wetu na kuwaeleza na kuwapa nguvu. Na ninavyojua mimi Simba tukijaza uwanja, wachezaji wetu watakuwa na nguvu ya nje ambayo itatuwezesha kabisa sisi kupata ushindi. Kwa hiyo ni muhimu tu tujakajaze uwanja, tuishangilie timu yetu, nusu finali iko mbele yetu. Asante sana.